Wangari Maathai alizaliwa Aprili mosi mwaka wa 1940 huko Nyeri nchini Kenya. Alikuwa mwanaharakati wa mazingira na siasa ambaye aliacha alama isiyofutika katika nchi yake na jukwaa la kimataifa. Safari ya maisha yake ilijaa udhabiti, jitihada na ahadi kali kwa haki za kijamii na uhifadhi wa mazingira. Akiwa anakuwa katika eneo la vijijini Kenya, Maathai alipata upendo wa kipekee kwa asili ya mazingira. Alijitahidi kwa juhudi katika elimu yake. Akawa mwanamke wa kwanza kutoka Afrika ya Mashariki na Kati kupata shahada ya uzamili. Alihitimu shahada yake ya kwanza katika biolojia kutoka chuo cha Mount Saint Scholastica huko Marekani, na baadaye alipata shahada zake za uzamili na uzamifu katika chuo kikuu cha Pittsburgh. Mwaka wa 1977, Wangari Maathai alianzisha harakati ya ukanda wa kijani, shirika la mazingira linalojihusisha na upandaji wa miti, kuwawezesha jamii na haki za wanawake. Lengo kuu la harakati ilikuwa kushughulikia uharibifu wa mazingira uliosababishwa na ukataji wa miti, huku ikiibua fursa za kiuchumi kwa wanawake kupitia upandaji wa miti. Kazi ya Maathai ilikuwa zaidi ya kupanda miti. Alitumia harakati ya ukanda wa kijani kama jukwaa kuhimiza maendeleo endelevu, uwezeshaji wa wanawake na utawala wa kidemokrasia. Kufika wakati wa kifo chake mnamo mwaka wa 2011. Harakati hiyo ilikuwa imehakikisha upandaji wa mamilioni ya miti Kenya na sehemu nyingine, ikisaidia kurejesha mifumo ya ekolojia na kutoa kipato kwa jamii nyingi. Wanaharakati wa Wangari haukuwa na mipaka kwa masuala ya mazingira. Alitambua uhusiano usioweza kuepukika katika maendeleo endelevu na haki za kijamii. Alijitokeza kwa ujasiri kuikosoa ufisadi wa serikali na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Kenya, mara nyingi akisimama dhidi ya maslahi makubwa. Mwaka wa 2002 alichaguliwa kuwa mbunge wa Kenya kutumika katika waziri wa mazingira na maliasili. Tuzo ya amani ya Nobel na kutambuliwa kwake kimataifa. Mwaka wa 2004 Wangari Maathai alipewa tuzo ya amani. Kazi yake ya kushujaa na ubunifu wake kukuza maendeleo endelevu, demokrasia na amani. Tuzo hiyo ilionyesha mchango wake wa kipekee katika uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji wa wanawake. Urithi wa Wangari Maathai unaendelea kuhamasisha watu binafsi, mashirika na harakati zote ulimwenguni. Uamuzi wake wa kusimama kwa ajili ya mazingira, haki za jamii na wanawake umeacha athari endelevu. Harakati ya ukanda wa kijani ulioanzisha inaendelea kutekeleza wito wake na kanuni. Maisha ya Wangari Maathai yanadhibitisha nguvu jitihada za mtu mmoja kuleta mabadiliko chanya. Urithi wake unatuhimiza sote kuchukua jukumu la mazingira yetu, kusimama kwa haki na kutambua mahusiano kwa karibu wa changamoto zinazokabili ulimwengu wetu. Imekuwa simulizi halisi.